tunategemea tunapokwenda kwenye uzinduzi huu basi tuchangamke kidogo, kwa sababu jambo hili ni zito, linaweza kuinyanyua nchi yetu au kuiangusha nchi yetu. Kwa hiyo kikao hiki ni muhimu. Nilisema nichomekee hapo kidogo, kwa sababu naona viongozi wenzangu kidogo kama wamelalala kidogo. Nianze kwa kusisitiza jambo ambalo sote tunalifahamu, lakini muhimu tukumbushane mara kwa mara. Afya si gharama. Afya ni uwekezaji wa kimkakati katika utu wa Mtanzania, katika uzalishaji wa uchumi na katika usalama wa taifa letu na heshima kwa nchi yetu mbele ya dunia. Taifa linaweza kujenga barabara nzuri. Taifa linaweza kujenga bandari kubwa, viwanja vya ndege vya kisasa na majengo marefu yanayogusa anga, lakini kama wananchi wake ni wagonjwa, basi maendeleo yote yatabaki kuwa ni mapambo ya nje. Kwa lugha nyepesi kabisa, hakuna taifa imara juu ya watu dhaifu kiafya. Afya ndiyo msingi wa kila kitu tunachokiita maendeleo. Siku hizi kila taasisi inapenda kusema tupo kwenye transformation, lakini ukweli huu, huwezi kufanya transformation ya taifa kwa wananchi wanaotumia muda mwingi hospitalini kuliko kazini. Hata teknolojia iwe ya kisasa kiasi gani, hata sera ziwe nzuri kiasi gani, bila watu wenye afya hakuna mabadiliko yatakayodumu kwa muda mrefu. Ndugu washiriki, ndio maana tumekutana hapa leo, si kwa ajili ya kutoa hotuba nzuri wala kwa ajili ya kuongeza makaratasi mezani. Tumekutana hapa kushirikishana na kupeana majukumu ya kiutendaji ambayo lazima tuyatekeleze ili kuleta mabadiliko makubwa, mabadiliko ya kweli na ya kihistoria katika sekta ya afya Tanzania. Ndugu zangu, mabadiliko haya hayatakuja kwa bahati, hayatatokea kwa sababu tu sera imeandikwa vizuri. Yatatokea pale sisi kama viongozi tuliopewa dhamana tutakapokuwa na uthubutu wa kufanya maamuzi sahihi kwa wakati na bila kuyumba. Ujasiri wa uongozi ndio mtaji mkubwa wa mabadiliko tunayoyataka. Ndugu washiriki, leo hatuzungumzii afya kama huduma pekee. Tunazungumzia afya kama nguzo ya taifa, kama muhimili wa maendeleo na kama kioo cha uongozi wetu. Na kuanzia hapa tutapimwa si kwa maneno tunayoyasema, tutapimwa bali kwa mabadiliko ambayo wananchi wetu watayaona na kuyahisi katika maisha yao ya kila siku. Ndugu washiriki, naomba nichukue fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake wa maono, uthubutu wa kisera na uamuzi wa kuliongoza taifa letu hili katika hatua hii ya kihistoria ya mageuzi ya sekta ya afya kupitia bima ya afya kwa wote. Kupitia uongozi huu, sekta ya afya imepata dira thabiti, sera imara na ujasiri wa kufanya na kutekeleza maamuzi makubwa kwa ajili ya ustawi wa jamii yetu. Ndugu washiriki, kama taifa tunatazamia kufanya uzinduzi wa kihistoria wa bima ya afya kwa wote
kabla ya kukamilika kwa siku 100 za Mheshimiwa Rais, uzinduzi ambao utabadilisha kabisa dhana ya haki ya huduma za afya nchini Tanzania na kuweka msingi mpya wa ulinzi wa afya ya Mtanzania.